وجعلنا النار وجعلنا النهار ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب يوم يكون الناس يوم يكون الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mpenzi mtazamaji wa Ibn al-Jazari Online TV, hapa mbeleni tuna kauli inayosema kwamba Qur'ani ni maisha yangu. Qur'ani ni maisha yangu ni kauli mbiu ambayo inayoendesha kampeni za Qur'ani tukufu kitaifa kwa mwaka 2026. Nikualike ndugu yangu Muislamu katika mwaka huu wa 2026 uweze kushiriki nasi katika kampeni za kitaifa za kusoma Qur'ani tukufu. Ndugu yangu, hapa tuko katika msikiti wa Manyema katika jiji la Dar es Salaam, tukiwa katika kampeni hizi za kuhamasisha Waislamu wote, waumini kwa ujumla wake, kuweza kupenda kusoma Qur'ani tukufu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qur'ani tukufu, na ndio mwezi ambao tunatakiwa tuzidishe sana kusoma Qur'ani kwa sababu ndio mwezi wa Qur'ani. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, popote ulipo, nikualike kwamba ungana nasi, shiriki pamoja nasi katika mwezi wa Ramadhani, lakini weka ratiba zako za kusoma Qur'ani, za kupenda kusoma Qur'ani asubuhi na mchana na jioni. Angalau kwa uchache ndani ya Ramadhani upate angalau hitima 2 au 3 za kuweza kusoma msahafu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo na pia ndugu yangu Muislamu, nikuombe kwamba Qur'ani ndio yawe maisha yako. Qur'ani ndio iwe maisha yako au mwongozo wa maisha yako. Kwa hiyo tupende kuisoma Qur'ani, na sasa kwa kuwa tuko katika moja ya misikiti ambayo tayari tunaendesha kampeni hizi. Leo tuko hapa msikiti wa Manyema, lakini tunaye kampeni nyingine inaendelea katika msikiti wa Mtoro, kuna msikiti wa Kishangani Magomeni, kuna msikiti wa Takwa pale Bungoni Ilala, tuna msikiti wa Lukumani kule Palestina kule Sinza, lakini pia tuna msikiti wa Shadhili ambao uko hapa Kariakoo pia. Kwa hiyo hizi zote ni jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani chini ya mwenyekiti wake Sheikh Othman Ali Kaporo, ndio anayesimamia kuongoza kampeni hizi za kuhakikisha kwamba kutoa hamasa Waislamu wapende kusoma Qur'ani, Waislamu wapende kukisoma kitabu chao, Waislamu wapende kupata fadhila za Qur'ani tukufu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na kusoma Qur'ani ndugu yangu ni ibada. Kusoma Qur'ani ni ibada, kwani taarifu ya Qur'ani au maana ya Qur'ani, maana yake ni kalamullah, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala almunazzalu ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaliyoteremshwa kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, almutaabadu bitilawatihi, ambayo maneno haya yanaabudiwa kwa kusomwa. Kwa hiyo kila anayesoma Qur'ani anahesabika yuko katika ibada. Qur'ani ni ibada, kila unavyosoma unapata thawabu, na kama zilivyokuja hadithi nyingi zikieleza fadhila na ubora wa mtu kusoma Qur'ani. Kwa hiyo ewe ndugu yangu Muislamu ambao hujaanza kufanya zoezi hili la kusoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu, basi nikusihi nikuombe uungane nasi katika kuhakikisha kwamba kila siku na ratiba ya kusoma Qur'ani tukufu. Baada ya kusema haya, niseme kwamba ni mimi ndugu yenu katika imani Said Othman Matembe, niseme kwamba wal afwa minkum wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana. Qur'ani ni maisha yangu. Shukran, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.